Kichwa changu cha somo kinasema nguvu ya sadaka katika maisha ya mtu. Amen. Nguvu ya sadaka juu ya maisha ya mtu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Watu wengi ukiongea habari za sadaka wanachukia sana. Na wakati mwingine inatokea hata watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, hata wengine kwa kuongea wanabeza eneo la sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume hapo mlango wa 20 mstari wa 35 ya kwamba pale bii yake anasema ni heri kutoa kuliko Kupokea. ni heri kutoa kuliko Kupokea. Tunapozungumza habari za sadaka, kwanza kabisa sadaka ni agizo. Amen. Tena si agizo la mwanadamu, ni agizo la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie sadaka ni agizo la Bwana Yesu. Sadaka ni agizo la Bwana Yesu. Watumishi wengine wanaogopa hadi kufundisha habari za sadaka kwa sababu mtu anasema watu wataelewaje, watu watakimbia. Unajua jambo usilolijua ni hatari. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna mambo mengi sana kwenye maisha yetu tumeyajua, hatukujua tukafanya na yamekuwa hatari kwetu. Amen. Kwa hiyo kufundishwa ni lazima ili ujue. Na ujue kwamba ni agizo. Si agizo la mtumishi, si agizo la mtu yoyote, ni agizo la Bwana Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Sadaka ni agizo. Watu wengi wanawaza kupokea tu. Wengi wanawaza kusaidiwa. Hawazi kusaidia, hawazi kutoa. Anataka kufanya nini? Kusaidiwa. Kusaidiwa. Anataka kupokea. Yaani watu wengi mikono yao iko hivi. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mikono yake anatamani kufanya nini? Kupokea. Kupokea. Lakini ikifika eneo la utoaji anakunja mikono, anasema sina. Na watu wengi wanasema sina. Lakini anatamani kupokea kutoka kwa watu wengine. Anatamani kupokea kuliko kutoa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hiyo tukiongea habari ya sadaka, hata wewe yamkini nilivyosema ni somo linalohusiana na sadaka. Pengine roho yako inasema kwa nini? Lakini ni heri ujue. Maana jambo ukilijua huwezi kukosea. Amina. Jambo usipolijua utakosea, lakini ukijua huwezi kukosea. Utafanya inavyotakiwa. Kwa hiyo mimi kwanza kabisa siogopi kufundisha habari ya sadaka. Amen. Lazima nikufundishe uelewe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa sababu unajua ukijua ukaelewa, kuna kitu Yesu atakufungua. Amina. Kuna mahali utafunguliwa. Amen. Kwa hiyo usichukie. Mwambie jirani yako usichukie. Usichukie. Usichukie sadaka. Usichukie sadaka. Hakuna mtu anayechukia kupokea. Au kuna mtu anachukia kupokea jamani? Hapana. Hata nikakupa 10,000, hata nikakupa kila siku. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yaani hata nikakupa kila ukiona nina kukeshi 10,000 kila siku. Utachukia. Kuna siku utachukia sasa, mama kwa nini kila siku ananipa 10,000? Kuna siku utasusa. Hapana. Tena ukiniona utanikimbilia. Kwa hiyo watu wengi wanatamani kupokea. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini kwenye eneo la kutoa hawako tayari. Watu hawachukii kupokea, ila kutoa wanachukia.
Amina. Lakini Biblia inasema ni heri kutoa kuliko Kupokea. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tunapozungumza habari ya sadaka, kwanza kabisa utoaji ni jambo la kiroho kabisa. Na utoaji unaweza kufungua maisha yako kuliko hata maombi. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Sijui umenielewa? Amen. Utoaji unaweza kufungua maisha yako kuliko maombi. Kuliko ya maombi ya kuwekewa mkono. Kuliko hata maombi ya kufunga. Lakini watu wengi wanajua tu maombi ndio yanaweza kufungua mtu. Maombi na sadaka ni vitu ambavyo vinaendana. Huwezi penda maombi tu alafu usipende kutoa. Ukipenda maombi tu alafu upende kutoa, kufunguliwa kwako ni kugumu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna vitu vitatoka, kuna vitu vingine vitaendelea kukaa kwako. Amen. Lakini ukapenda maombi alafu ukapenda utoaji, utafunguliwa kila kitu. Amen. Sijui unanielewa? Amen. Ukapenda maombi alafu ukapenda utoaji, utafunguliwa kila kitu. Lakini kwa mfano ukapenda maombi tu, kwamba sasa mimi kipindi cha maombi mimi kinanipendeza, lakini cha utoaji unatamani hata kwenda kaa kule nje. Unatamani hata uje ibadani ukute kimeisha. Na nikwambie kuna vitu vitatoka kwako kwa njia ya maombi, lakini kuna vingine havitoki mpaka sadaka. Amina. Kwa maana hiyo lazima vitu hivi viwili vifanye nini? Viendane. Utoaji na maombi. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya sadaka, habari ya utoaji, namba moja tunazungumzia habari za kujitoa. Biblia inasema kujitoa mwili. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kujitoa nini? Mwili. Lakini namba mbili, tukizungumzia eneo la sadaka, tunazungumzia kutoa vitu. Inaweza ikawa nyumba, inaweza ikawa pesa, inaweza ikawa chochote ambacho unacho. Na watu wengi akili zao zimejiseti kwamba tukienda madhabahuni ni pesa tu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Watu wengi wanawaza tukienda madhabahuni ni nini? Ni pesa tu. Sadaka ni pesa tu. Sadaka ni vitu. Mwangalie jirani yako, mwambie sadaka ni vitu. Sadaka ni vitu. Mwangalie tena, mwambie sadaka ni vitu. Sadaka ni vitu. Inaweza ikawa pesa, inaweza ikawa gari, inaweza ikawa mahindi, inaweza ikawa sabuni, inaweza ikawa chochote kinachokuzunguka, hata kuku, hata mnyama. Hiyo ni nini? Ni sadaka. Akili yako isiseti tu kwamba sadaka ni hela. Siku una hela utakaa nyumbani, unasema leo sina sadaka, siwezi kwenda. Lakini labda una kipande cha sabuni, labda una machungwa, labda una maparachichi, labda si una mahindi ndani kwako. Hiyo ni sadaka. Kwa hiyo sadaka ya kwanza ni mwili, ni kujitoa mwili. Lakini sadaka ya pili ni mali zikiwemo fedha na vitu vingine. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tutaenda kuongelea kipengele cha kwanza cha kujitoa mwili. Tunaposema kujitoa mwili, maana ni kutumika, kukubali kutumika. Amen. Tena tusome Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Tusome pale. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Basi ndugu zangu nitarudia. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai,
takatifu ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amina. Soma mpaka mstari wa 2. Mstari wa 2. Wala msifuatishe maana ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua haki mapenzi ya Mungu yalivyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amina. Mtu yuko tayari kusali, kuja na kusali na kwenda nyumbani kwake. Lakini hakuna wakati ambako umejitwini mwenyewe au umesema mwenyewe kwamba nitaenda kuosha viti, nitaenda kufagia, nitaenda kusafisha chooni. Sasa hivi tuna ujenzi pale wa studio. Unawaambia watu, jamani, hawepo mtu kusaidia mafundi. Watu wanasema mpaka nilipwe. Mpaka nilipwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu awabariki wale ambao wamekuja. Amina. Biblia inasema itoeni miili yenu. Hivi mwili wako unautoaje? Kwa kuja madhabahuni? Tuambizane tu. Kwa kuja madhabahuni. Mwili wako unautoaje jamani? Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Nataka usikie mtu ananijibu. Mwili wako unautoaje? Kwa wewe kuja na kukaa tu kwenye kiti. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maana tunapoongelea swala la kutoa mwili, maanake ni tunaposema kutoa, maanake unatakiwa kutoa. Amina. Hivi kutoa ni kuja tu na kukaa kwenye kiti? Hapana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna kitu kikubwa hapa. Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Ukaja kanisani ukafagia, ile ni sadaka. Amen. Ukateka masaa 2 ukasema leo naenda madhabahuni, naenda kufanya chochote kile, hata ukatoa buibui, ukaja na ufagio wako ukatoa buibui, ile ni sadaka. Huko ndio kumtumikia Yesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukaja na sabuni yako ya unga ukasema leo nasugua viti, huko ni kujitoa. Amina. Makanisani, kwa sababu watu wako busy sana na mambo yao, imelazimu makanisa mengi wanaweka mtu wa kufagia, wanaweka mtu wa kudeki, wanaweka mtu wa kusafisha choo. Yeye mtu anataka akija akute kiti kimepangwa, usafi, akae, aabudu, aombewe, aende nyumbani. Lakini swala la kujitoa lina mapana yake. Amina. Hebu tusome Marko 10:45. Marko 10:45. Marko 10 mstari wa 45 tutasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Kwa maana Bwana Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe faida ya wengine. Amina. Ya wengi. Fidia ya wengi. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Anasema kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa. Kizazi tulicho watu wanataka kutumikiwa. Amen. Watu wanataka kupewa. Amen. Hawataki kutumika. Kufanya nini? Kupewa. Wanataka kutumikiwa. Lakini Yesu alikuja kutumika. Hebu fikiria na ukuu wake, na uwezo wake, na mamlaka yake, na nguvu zake. Biblia inasema akaacha vyote akaja duniani kutumika.
Yesu atukuzwe. Amen. Maana yake ni nini? Lazima ujifunze kutumika. Amina. Haleluya. Amen. Ujifunze kutumika. Biblia inasema hakuja kutumikiwa, alikuja kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Leo hii watu wako tayari kufanya jambo la kwake peke yake, yaani lenye faida yake tu peke yake, lakini watu wengi wako tayari kufanya kitu ambacho kinafaidisha watu wengi. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maana yake ni nini? Watu wengi wanajiangalia. Ndio maana kuna roho ya umimi. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukiona mtu amesimama na amejitoa kwa ajili ya watu wengine, kwenye 100 unaweza kupata 2. Lakini watu wengi sana wanaangalia maisha yao. Ndio maana wanakimbizana na maisha. Nipate hiki, ninunue hiki kiwe cha kwangu. Nifanye hiki kiwe cha kwangu. Ninunue gari langu, ninunue nyumba yangu. Ninunue hichi cha kwangu. Yaani watu wengi wanajiwazia wao. Hawawazi kwa ajili ya Yesu. Hawawazi kwa ajili ya wengine. Amen. Watu wanapenda kutumikiwa, lakini si kutoa na kujitoa kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lazima kutoa mwili wako kufanya kazi ya nani? Ya Yesu. Tutaenda kumwangalia mtu mmoja wa Filipi sura ile ya pili mstari wa 25 mpaka 30. Kuna mtu anaitwa Epafrodito. Biblia inasema huyu kuna wakati aliponza roho yake kwa ajili ya kutumika. Yaani kuna wakati alikaribia kufa. Biblia inaeleza sana kwamba aliponzaje roho yake. Lakini kuna wakati aliingia gharama ya maisha yake, gharama ya roho yake. Manake roho yake alikaribia kufa kwa ajili ya Yesu. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 30, tusome pale. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 30, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Lakini naliona imenilazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtendakazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena ni mtume wenu na mhudumu wa mahitaji yangu. Kwa kuwa alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana, kwa sababu mlisikia ya kwamba alikuwa hawezi. Kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa. Lakini Mungu alimhurumia, wala si yeye pekee, ila na mimi pia, nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo nimefanya bidii nyingi zaidi kumtuma, ili mtakapomwona tena mpate kufurahi, nami nipunguziwe huzuni yangu. Mpokeeni basi katika Bwana Yesu kwa furaha yote, mkawahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa. Mstari wa 30. Maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa, akaponza roho yake, ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Anasema mstari wa 30, maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa, akaponza roho yake, ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu. Bwana Yesu atukuzwe. Yaani maana yake kuna wakati alikaribia kufa kwa ajili ya kazi ya Yesu. Nikuulize, uko tayari kufa kwa ajili ya Yesu? Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Uko tayari kuponza roho yako kwa ajili ya Yesu? Amen. Au utasema siwezi kuhangaika, watu wako wengi. Maana ndivyo watu wanajitetea. Mtu anasema watu wako wengi bwana,
Tuko wengi, sio lazima mimi nifanye. Lakini eneo la kujitoa linamhusu kila mtu, sio la watu fulani tu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Sio la watu fulani tu, linamhusu kila mtu. Amina. Mbona huyu mtu anayeitwa Epafrodito, Biblia inasema alipunza roho yake, yani alikaribia kufa kwa ajili ya kazi ya Yesu. Maana kuna wakati alifanya kwa juhudi mpaka pengine alikaribia kufa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini mara nyingi huwa anasema pengine ulienda kwa waganga sana, au pengine kuna mavitu yanakusumbua, pengine ukilala, au pengine ni mgonjwa. Unapokuja madhabahuni na kukaa mara kwa mara madhabahuni, unatakasika. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Unatakasika. Amina. Tusome Warumi 6 mstari 19. Warumi 6 na mstari ule wa 19. Warumi 6 sura ya 19, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa mwili wenu. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo vivyo sasa vitoeni viungo vyenu vimtumikie na haki mpate kutakaswa. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kumbe katika kumtumikia Yesu unatakasika. Amen. Unafanya nini? Unatakasika. Unatakasika. Pengine ulinajisika, umelishwa madawa, umekunywa madawa, umechanjwa, umefanyia mambo mbalimbali, umezindikwa. Ukitaka mwili wako utakasike, ukitaka maisha yako yatakasike, jitoe kumtumikia Yesu. Amen. Unapokuja madhabahuni mara kwa mara, unatakasika. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Penda kumtumikia Yesu. Amina. Penda kujitoa. Amen. Usisubiri tu uambiwe, usubiri utangaziwe. Tenga muda wa kufanya kitu kwa ajili ya Yesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Usisubiri tu tutoe matangazo kwamba jamani kuna hichi, njoo mfanye, njoo msaidie. Njoo. Amen. Kila siku madhabahuni kuna vitu vya kufanya. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukija hapa huwezi kosa kitu cha kufanya. Amina. Unapofanya namna ile, kwanza unatakasika. Amen. Lakini namba 2, lazima baraka zikufuate. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lazima baraka zifanye nini? Zikufuate. Lakini pia unapokuja na kufanya namna hiyo, unachota moto wa madhabahu. Ile nguvu ya Yesu inakaa ndani yako. Kwa maana hiyo hauwezi kulogeka. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hauwezi kufanya nini? Kulogeka. Kulogeka. Unafahamu, wewe ni shahidi. Kila nyumba ina harufu yake, si ndio? Ndio. Kila nyumba ina nini? Ina harufu yake. Kulingana na watu wanaokaa pale. Na maana mtu akahama kwenye nyumba alafu kahamia hapo, kabla hujaingia yani lazima usikie harufu fulani. Ujue ni harufu ya mtu aliyeondoka. Lakini vile utakapoendelea kukaa pale, harufu yako inahamia kwenye ile nyumba. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maana yake ni nini? Hata unapokuja madhabahuni mara kwa mara, unapata harufu ya nini? Ya madhabahu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini utoaji ambao ni mwingine ambao nilisema pale mwanzoni ni kutoa mali. Kutoa
mali. Hicho kipengele cha kwanza naamini kila mtu amekielewa. Jitahidi kujitoa, jitahidi kuhakikisha unakuja unafanya kitu madhabahuni. Jitahidi kumtumikia Yesu. Ukisikia kuna uinjilisti, usikubali kusema ni kwa ajili ya watu fulani. Toka, nenda. Tumia mwili wako, tumia kinywa, tumia miguu na mikono yako kumtumikia Yesu. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hiyo namba 2 ni kutoa mali, kutoa fedha. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Twende tusome Zaburi sura ile ya 96 mstari wa 8. Zaburi 96 mstari wa 8. Zaburi sura 99 mstari wa 8, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Bwana Yesu, Mungu wetu, ndiwe uliyewajibu, ulikuwa kwako Mungu mwenyewe kusamehe. Zaburi 96 mstari wa 8. Zaburi 96 mstari wa 8. Zaburi nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkazigi. Nitarudia. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkazigie nyua. Mkazigie nyua zake. Mpeni Bwana Yesu utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkaziingie nyua zake. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio maana unapokuja madhabahuni lazima uje na kitu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lazima uje na sadaka. Na sadaka si fedha tu. Hata vile vitu vilivyokuzunguka ni sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndio maana anasema mpeni Bwana Yesu utukufu wake, leteni sadaka mkaziingie nyua zake. Lakini tutaenda kuangalia habari ya mama mmoja ambaye labda umemsikia, ulishajifunza mara nyingi. Lakini ni mama ambaye alifanya kazi na Petro. Biblia inasema aliwapa watu vitu, lakini alitoa sadaka. Na kuna wakati akaugua akafa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Alipokufa, kwa sababu ya zile sadaka zake, wale watu wakakataa kumzika. Wakasema hapana, haiwezekani kabisa. Kwa hiyo Biblia inasema wakamwosha vizuri, wakamweka gorofani. Baadaye wakaagiza watu waende wamuite Petro. Kwa sababu mama alikuwa anafanya kazi, anafanya huduma na nani? Na Petro. Biblia inasema Petro alipokuja, wale watu wakachukua zile sadaka, vile vitu ambavyo yule mama alikuwa anawapa, wakamwonyesha Petro huku analia. Petro akawauliza, "Mmemweka wapi?" Wakasema, "Gorofani." Biblia inasema Petro akaenda, akawatoa nje, alafu akamfufua yule mama. Lakini kilichofanya huyu mwanamke ambaye alitumika pamoja na Petro akafufuliwa ni sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ni kutoa, ni utoaji. Utoaji unamgusa Mungu kama vile unavyokugusa wewe. Bwana Yesu
atukuzwe. Amen. Mtu akikupa kitu unafurahi, si ndio? Amen. Mtu akikupa kitu unafanya nini? Kiwe chochote tu kile. Kiwe kitenge, iwe nguo, kiwe chakula, chochote unafurahi, ndio maana unasema nini? Asante. Tusome mstari wa mwisho Mathayo 19:27. Biblia inasema Yesu alikuwa akiwakuta wale wanafunzi wake, akiwakuta anamwambia nifuate. Kwa mfano alimkuta Petro anavua, nifuate. Petro akaacha mtumbwi, akafanya nini? Akamfuata. Akaenda kwa Mathayo, akamwambia nifuate. Akaacha ile kazi alikuwa anafanya, alafu akafanya nini? Akamfuata. Ikafika wakati wanaongozana na Yesu tu. Petro akamfuata Yesu, akamwambia Yesu, tumeacha vyote. Yaani tumeacha kazi zetu, tumeacha mali zetu, tumeacha familia zetu, tumekuja kwako. Tutapata nini? Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hebu tuangalie Mathayo Mtakatifu 19:27. Tuone Yesu amejibu nini. Utasoma mpaka mstari ule wa mpaka 29. Mathayo sura ya 19 mstari wa 27 mpaka 29, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mliofuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila 12 za Israeli. Mstari wa 29. Au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina la Yesu, atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Amen. Na kuurithi uzima wa milele. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu anamjibu Petro, anamwambia yeyote ambaye ameacha vyote kwa ajili yangu atapokea mara 100. Mara 100 ni wapi? Ni duniani. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mara 100 si kule mbinguni, mara 100 ni hapa. Amen. Alafu mbinguni uzima wa milele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yaani maana yake kama una magari unapokea magari mara 100. Unapokea nyumba mara 100. Amen. Kule mbinguni hamna cha nyumba, hamna cha magari, hamna cha nguo, hamna cha fedha, hamna. Kule mbinguni ni kusifu na kumtukuza Bwana Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hiyo Yesu anamwambia Petro kwamba yeyote ambaye ameacha vyote kwa ajili yangu atapokea mara 100 hapa duniani. Alafu baadaye uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukikubali kumtumikia Yesu, ukikubali kuacha vitu na kumfuata Yesu na kujitoa kwa ajili ya Yesu, lazima upokee. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lazima ufanye nini? Upokee. Tena si mara moja tu. Biblia inasema mara 100. Amina. Unafahamu maana ya mara 100? Maana yake kupokea vyote. Amen. Yaani si kupokea 100%, pokea 100%. Yaani unapokea vyote. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tusimame.